Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ya, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupa siku ya leo. Tumekuwa na ibada yenye nguvu. Tumekuwa na ibada yenye ujazo wa Roho Mtakatifu. Tumekuwa na ibada yenye miujiza mingi sana. Tunamshukuru Mungu kwa neema ya kipekee siku kama hii. Tumekutana na wanafunzi kutoka shule ya Usongwe, wengine wametoka Juhudi, wengine wametoka Iwindi na wengine wametoka Zalana na Mwashawara. Tunamshukuru Mungu na tunaamini kwamba Mungu amewahudumia kwa kiasi chake. Leo tumejifunza siri 4 zinazohusu maombi. Siri 4 zinazohusu maombi. Pointi yetu ya kwanza tukazungumza kwamba maombi yanatusaidia kuwa na huduma yenye nguvu, kwa sababu maombi ni mlango wa kukutana na Roho Mtakatifu. Tumeenda kwenye reference kwenye Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 4, lakini pia tukaenda kwenye reference yetu nyingine, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 10. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza hadi wa 4, tunaona pale mitume wamejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu walipokuwa wameketi pamoja. Lakini baada ya kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, tunaona kwenye kitabu cha Matendo sura ya 3, Petro na Yohana wanaianzisha huduma yao yenye nguvu. Wanaenda kwenye hekalu majira ya saa 9, majira ya kusali, wanakutana na kiwete ambaye alitegemea fedha na dhahabu kutoka kwao, lakini wanamwambia kwamba sisi hatuna fedha wala dhahabu za kukupa, lakini tukupacho tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu simama uende. Yule kiwete ambaye alikuwa ana ile shida ya miguu kutoka tumboni mwa mama yake, ile siku alisimama. Kwa hiyo huduma yenye nguvu ni matokeo ya kukutana na Roho Mtakatifu kwenye eneo la maombi. Hiyo ilikuwa pointi yetu ya kwanza. Lakini pointi yetu ya pili ni maombi ni lango la kuhusiana na ulimwengu wa roho na kumpa Mungu haki ya kisheria kuathiri mambo ya duniani. Maombi ni mlango wa kuhusiana na ulimwengu wa roho na kumpa Mungu haki ya kisheria au halali wa kuathiri mambo ya duniani. Hapa tukaja kwenye reference yetu, kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 18 hadi wa 20. Mathayo sura ya 18 mstari wa 18 hadi wa 20, ambapo Biblia inasema lolote mtakalo lifunga duniani na mbinguni litakuwa limefunga. Lakini pia kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, tunaona pale ambapo Mungu anasema na tufanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu, aende akatawale vitu vyote, akavitiishe vitu vyote vya ulimwenguni, akatawale samaki wa baharini na vitu vyote. So tunaona hapa mamlaka ya vitu vyote duniani mwanadamu alipewa na Mungu. Na Mungu ni Mungu ambaye ana utaratibu. Ulimwengu leo unaongozwa na utaratibu na sheria, kiasi cha kwamba Mungu haidha akaingilia mifumo ya dunia na kuiathiri pasipo kuwatumia wanadamu. Na moja eneo ambalo Mungu anawatumia wanadamu kuathiri mifumo ya dunia ni eneo la maombi. Unaona kwenye Biblia Danieli alitumiwa na Mungu, Meshaki, Shadraka na Abednego alitumiwa na Mungu. Mungu alitaka kujidhihirisha kwamba yeye ni Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Wafalme wa dunia hawastahili kuabudiwa. Anamtumia Shadraka, Meshaki na Abednego, wanatumbukizwa kwenye tundu la moto lakini wanatoka salama. Mungu alitaka kuwatumia wale watu ili kujidhihirisha, kuathiri dunia. Kwa hiyo tunachojifunza ni kwamba maombi ni lango la sisi kuhusiana na ulimwengu wa roho, lakini pia tunampa Mungu haki ya kisheria kama jinsi ambavyo anaishi kwa sheria na utaratibu ili aweze kuiathiri dunia kupitia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yetu ya 3 tukazungumza kwamba maombi hayabadilishi mapenzi ya Mungu au mpango wa Mungu kwenye maisha ya mtu fulani, lakini yanatusaidia kutembea katika mapenzi ya Mungu. Tukasema kwamba kwenye kitabu cha Luka mstari wa 22, sura ya 22 mstari wa 40 hadi 46, tunaona Yesu pale anawaambia wanafunzi wake waendelee kuomba wasije wakaingia majaribuni. Kuna kipindi Yesu alifika akamwambia, Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kwa mapenzi yangu, lakini ni kwa mapenzi yako. Kwa hiyo maombi yanasaidia ni tunaona Yesu hapa anaomba kwamba Mungu amtie nguvu aweze kutembea kwenye yale mapenzi ya Mungu kwenda msalabani. Kwa hiyo kuna mambo mengine hatutakiwi kuomba kuyabadilisha mapenzi ya Mungu, na automatic mapenzi ya Mungu haiwezi kubadilika, lakini Mungu anatusaidia kwenye eneo la maombi ili sisi tuweze kuishi katika mapenzi yake. Tuishi katika mapenzi yake. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 55, lakini Isaya sura ya 46 mstari wa 10, Biblia imeeleza vizuri sana. Mungu anasema kwamba anautangaza mwisho kabla ya mwanzo. Kama anautangaza mwisho kabla ya mwanzo, maana yake Mungu huwa anajua hatima ya mtu ikoje. Mungu anajua mwanzo wake utakuwaje na mwisho wake utakuwaje. Kwa hiyo haijalishi unaomba unavyoomba, lakini huwezi kubadilisha mapenzi ya Mungu, lakini maombi yatakusaidia kutembea kwenye yale mapenzi ya Mungu kuelekea kwenye hatima ulionayo. Pointi yetu ya 4 na ya mwisho tukazungumza kwamba maombi ili yalete matokeo au majibu yanatazama ahadi ya Mungu au amesema nini kwenye neno lake kuhusiana na hayo maombi unayoyaomba. Tukaangalia kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 138 mstari wa 2b, ambapo neno la Mungu linasema kwamba Mungu ameiweka ahadi yake juu kuliko hata jina lake. Anaposema ameiweka ahadi yake juu kuliko jina lake, maana yake neno lake na sheria aliyosema ndio ambayo anaifuata. Kwa hiyo tunaomba
tunaomba kutokana na jinsi ambavyo Mungu amesema kwenye neno lake, ameahidi nini kwa neno lake. Bwana asifiwe. Lakini pia jambo la pili, ukiachana na ahadi yake au neno lake, Mungu anatazama muendeleo na bidii kwenye maombi yako unayoyaomba. Consistency and effort. Haijalishi ni ombi gani unaliomba, lakini hakikisha una replace ile ombi katika muendelezo na kwa bidii. Muendelezo na kwa bidii. Yakobo sura ya 5 mstari wa 16 anasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kwa hiyo ili maombi yetu yawe na matokeo na majibu, ni lazima tuombe kwa muendelezo. Ni lazima tuwe tuna muendelezo kwenye maombi tunayoomba. Danieli alifunga na kuomba siku 21. Sasa sisi hatuwezi kuomba tu siku moja na Mungu ajibu. Lazima tuwe na muendelezo. Sometimes Mungu anachelewa kujibu maombi yetu kwa sababu haoni userious kwenye maombi tunayoomba. Lakini tukimuonyesha Mungu userious kwenye maombi tunayoomba kwa kuweka effort, kwa kuwa na consistency, Mungu ataenda kuyajibu maombi yetu. Musa amefunga siku 40 anaomba. Mungu akamuonekania. Elia naye amefunga siku 40 anaomba. Daudi amefunga siku 7 anamuomba Mungu. Esther na Wayahudi wamefunga siku 3 wanamsihi Mungu. Kwa hiyo jambo la muhimu sana ambalo Mungu analitazama ni consistency na effort. Weka juhudi kwenye maombi unayoomba. Tunamwona Nabii Ana kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 36. Nabii Ana ambaye alikuwa ni mjane, yeye aliamua kukaa hekaluni kwa Bwana kuendelea kumuomba Bwana miaka yote ya maisha yake. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na muendelezo kwenye maombi tunayoyaomba. Jambo la tatu na la mwisho ni imani. Mungu anatazama imani yako. Je, unamwamini yeye unapokuwa unaomba hayo maombi au imani yako iko mbali na yeye? Waebrania sura ya 11 mstari wa 1, basi imani ni kuwa na hakika mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo Mungu anatazama imani yako. Mungu anahitaji. Ukisoma kwenye kitabu cha Marko sura ya 11 mstari wa 20 anasema